joto itakuwa hapa mingi sana. Vumilie tu, vumilie tu, joto itakuwa mingi. Vumilie tu, ombe hiyo maombi ya Gaza, tumalizane tutoke hapo. Inasemaje? Yohana 8:12 nasema, kisha Yesu akasema nao tena akawaambia, mimi ni nuru ya ulimwengu, mtu yeyote akinifuata hatatembea gizani kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Bali atakuwa na nuru ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ya nuru ndio kwa sababu kumepatikana malaika wa wokovu, wa watu kuokoka, waanze kufata nuru ya Mungu. Ukitaka kujua kweli leo ni siku ya angazi. Bwana Yesu asifiwe. Kumekuwa na huyo malaika, kwa sababu huyo malaika kama angekuwa, Bwana Yesu asifiwe, hakuna mtu angesema ameokoka ama hajaokoka. Lakini kwa sababu huyo malaika alikuwa, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, ndio unaona alitembea. Kuna wale walihisi yenyewe sijaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio nuru inaanza. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio Mungu anaanza nuru. Hakuna vile tunaweza angaza nuru na kuna watu ambao hawajaokoka. Ndio tuangaze nuru, lazima watu wakuwe wamebadilisha maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ukimfuata yeye. Basi Yesu akawaambia tena, akasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukifuata Yesu utaendelea kukaa kwa mwangaza. Wakati wowote kuna shida, Mungu atakuwa anafanya njia kwa sababu uko kwa mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa kwa giza unaweza ukatembea vibaya ukatumbukia ndani ya shimo. Haleluya. Lakini ukiwa kwa nuru, ukiwa kwa mwangaza, hakuna siku utaanguka kwa shimo mchana na wewe unaona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa kwa nuru maisha yako unajua tu hii ndio barabara mzuri, hapa ndio nafaa nipitie, hii ndio kitu nafaa nifanye, hivi ndio nafaa nifanye. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame kwa jina la Yesu.